Naitwa Masudi Suleiman Ali, ni mkurugenzi elimu, utafiti na uwekezaji Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji wa Mji Mkongwe. Tumefanya ziara fupi kuangalia maendeleo ama mwelekeo wa wafanyabiashara ambao wanafanya biashara zao kila siku, zaidi katika maeneo ya Darajani Souk, kuna expire date, mnadani, pamoja tumefika hadi bandarini kuangalia ule mwendo mzima wa hizi biashara holela zinazofanyika, pamoja na hawa wenye vyombo vya moto ikiwemo bodaboda na bajaji, ambao kuangalia wanafanya biashara zao wote hawa kwa pamoja katika sehemu ambako zinatakiwa. Tumepita kufanya ziara hii baada ile jambo lilotokeza hivi karibuni na kusababisha kusimamishwa kazi hawa baadhi ya askari wa mamlaka ya Mji Mkongwe. Kwa hivyo na sasa operation ile imepungua sana, ambapo hakukuwa na nguvu kubwa kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini kama tutakavyoona maelekezo ilivyo, watu wamerudi tena kuliko mwanzo. Kila mmoja anafanya biashara holela, anafanya ukipita katika njia za watembea kwa miguu hakuna hizo njia zote zimezibwa. Katika kituo cha daladala watu wote wameziba. Watu wanafanya biashara za samaki nje ya soko, ambako ni maagizo tayari yote yameshatolewa na serikali. Watu wasifanye, kila mmoja afanye biashara katika sehemu aliyopangiwa na muhusika ambapo ni serikali. Na wale waendesha vyombo vya moto ikiwemo bodaboda na majaji wamewekewa vituo vyao maalum vya kushusha na kupakia na kusimama. Lengo lote ni kwa sababu mji wetu huu wa urithi ni mji wa urithi wa dunia, ambako unatumiwa na watu wote ulimwenguni. Kwa kila mmoja anahitaji kutumia mji huu katika hali iliyokuwa safi, nadhifu na hali ya amani bila taharuki ya aina yoyote. Kwa sasa baada ya kusimamishwa hii tumeongea tunafanya mashirikiano pamoja na serikali ya mkoa na serikali ya wilaya kuwa tutapatiwa askari wa dharura kwa ajili ya kuzuia zoezi hili hadi kudhibiti hii hali iliyokuwepo hadi pale ambapo itakapotoka uchunguzi, kwa sababu askari wote wamesimamishwa kwa ajili ya uchunguzi. Kwa hivyo uchunguzi utakapokamilika, serikali itakapotoa maamuzi juu ya askari hawa, tutajua nini cha kufanya. Lakini kwa sababu hii hali inakuja katika hali mbaya tukiendelea kuacha hivi. Kwa hivyo tunaendelea na mikakati yetu, hiyo ni kubwa, ni kutafuta hawa askari wa dharura ili waendelee kufanya haya majukumu kama yalivyokuwa awali. Sheria na taratibu za Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji Mji Mkongwe zipo toka zamani na tunaendelea kusimamia. Kwa hivyo yoyote yule atakayekiuka sheria na taratibu atapata maelekezo ama atapata adhabu yake ama maelekezo yake kwa mujibu wa sheria na taratibu za Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji Mji Mkongwe na si vinginevyo. Na huo ndio taratibu ambao tumewekewa tuufuate. Kuna sehemu ambako zimetengwa maalum, sababu kuna sehemu za parking kama tunavyoona katika mji. Kuna sehemu za parking za gari za kawaida, kuna sehemu za hizo tengo kwa ajili ya kuingia daladala, kuna sehemu kuingia hizi vyombo vya maringi mawili ambako tunaita bodaboda, kuna vingine bajaji zote, na vitu hivyo vinajulikana na tunaendelea kutoa elimu, na yoyote ambaye atakuwa haelewi basi tunamkaribisha ofisini kwetu. Manake mtu anakuja anafanya biashara tu, anatoka sehemu tofauti anakuja mjini anafanya biashara bila kufuata taratibu, na mwingine anakuja na vyombo vyake anakuja kufanya biashara bila kufuata utaratibu. Kwa hiyo tunawaasa wafanya biashara waje kufuata utaratibu kabla mtu hajaanza biashara yake, ili isijekapelekea yeye kupata shida wakati sisi tunapofanya kanini wetu. Hali iliyokuwepo kiusalama, hakuna fujo, hakuna shida yoyote, isipokuwa shida kubwa inayojitokeza ni watu kufanya biashara sehemu zisizoruhusiwa, ambako hiyo inapelekea uchafu wa mazingira. Watu, sababu huu mji watu wanatakiwa watembee zaidi kwa miguu kwa ajili ya kuenjoy hii urithi wetu, na kila mtu anakuja kufanya hii. Na kuna shughuli nyingi, kuna shughuli za serikali, kuna shughuli za biashara zinafanyika, kuna shughuli tofauti. Kwa hivyo muhimu tufanye kazi katika sehemu ambapo tunastahili kufanya kazi, na sio kila mtu afanye vile anavyotaka, kama vile hakuna sheria na taratibu ambazo zimewekwa. Kwa hivyo hakuna taharuki yoyote iliyojitokeza, watu wanafanya shughuli zao na kila kitu. Shida ni wafanya biashara holela kuzagaa zaidi katika mji. Ile ndio shida kubwa iliyokuwepo, ambapo inasababishia hayo mengine, kupotea kwa usafi mji unapoonekana kuwa mchafu na vinginevyo. Lakini kwa salama, hali iko salama. Wito kwa wafanya biashara, tufanye sehemu zilizoruhusiwa.
mwongozo upo, mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe. Wale biashara, nikizungumza biashara holela, inakuja hata hao wanaofanya bodaboda, bajaji, tujaribu kukaa sehemu zilizoruhusiwa ili sasa kuepusha ule mchanganyiko wa mawazo. Huyu anazungumza hili, huyu anataka hili, kwa sababu hakuna mji, hakuna sehemu yoyote ambapo hakina utaratibu. Utaratibu upo, kwa hivyo cha muhimu wananchi tuzingatie huu utaratibu uliowekwa na serikali. Lengo ni kuhifadhi mji wetu wa urithi na maisha yaendelee, kwa sababu pia kuna malalamiko ama kuna maelekezo anakuja mtu anakwambia mimi nimechukua mikopo ya hali ya chini. Ni sahihi, ndo azimio la Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kuwawezesha wananchi hata ule wa chini kufanya hii kazi, lakini tumejengewa sehemu, na vile vile baada ya kumwezesha mtu anakwenda kuchukua mkopo, tayari naye juhudi zake tunaziona, ambapo kwa tumejengewa masoko mengi na makubwa, ambapo sasa sisi ambao tuna kila sehemu, kwa sababu yeye anapenda usafi, anapenda na mipango. Kwa jina naitwa Rajab Hamisi Ali, mwenyekiti wa soko la Darajani. Ni kweli kulingana na uhalisia wa mwanzo tulikuwa tukisimamiwa na mamlaka ya mji Mkongwe katika eneo letu la soko la Darajani, soko na maeneo mengine yote ya mji Mkongwe. Lakini hafla tu tumeona kuna ustopiaji, yani kusimama kwa usimamizi wa soko na maeneo mengine. Lakini mimi nazungumza kama ni mwenyekiti kwenye soko langu. Hapo mwanzo tulikuwa tukisimamiwa na watu wakiwekwa katika mazingira mazuri ya ufanyaji wa biashara, lakini sasa hivi imetokezea ufanyaji wa biashara ya kiholela mpaka kwenye barabara zile za kuingia kwenye maduka yetu, ambapo hata wale wateja wetu wa kuingia kwenye zile maduka yetu imekuwa ni ngumu, kwa sababu wale wanaopanga katika maeneo ya nje wamekuwa wana kauli ambazo kama vile wameachiliwa au wamepewa uhuru wa kufanya zile kazi zao katika eneo la soko, nje ya soko yani. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mamlaka, kwa sababu hakuna sehemu yote ilikuwa haina usimamizi. Kwa hiyo kama kulikuwa hakuna usimamizi, tulikuwa tunaomba usimamizi katika eneo letu hilo, na kama kulikuwa kuna maelekezo yoyote ilikuwa tuje kuambiwa sisi viongozi kwamba sasa hivi hakuna usimamizi, lakini nyinyi viongozi mnatakiwa msimamie soko lenu kwa maelekezo 1, 2, 3, ili na hao ambao wanauza nje sisi tuwasimamie katika maelekezo ambayo tunayaona sisi yanafaa. Lakini kwa sasa hivi huu taratibu ambao uliokuwepo, si hatuwezi kuridhika nao wa kuuza watu nje kiholela, kwa sababu hakuna sehemu iliyokuwa haina usimamizi. Hatuwezi watu wote wakaweza kukaa maeneo bila ya usimamizi. Kwa hiyo tunachoomba tu serikali, wao kama wameamua wananchi wauze katika maeneo yoyote, lakini walikuwa watuje watufahamishe, na wao sisi tupate kuwafahamisha hawa vijana ambao wanauza katika mazingira ya nje hapa. Linatuasiri, unajua kuwepo wao kuna faida ndogo, lakini hasara inaweza ikawa ni kubwa kulingana na kwamba hawana usimamizi. Kwetu sisi inaweza ikawa kama ni chachu tu ya kuwepo wao kuwauza biashara, kufanya ile angalau kuvutia wateja ndani. Lakini kuvutia wale wateja ndani lazima kuwe kuna usimamizi wa wao kuwepo. Ule usimamizi wa wao kuwepo pale, sio wakae wanavyotaka wao. Kwa sababu kipindi cha nyuma tuliruhusika tu watu wauze ndani ya soko, sio nje ya soko. Walikuwa ndani ya soko tumeridhika nao, lakini nje ya soko hapo hatujaridhika. Na kama ikibidi serikali imeridhia, inabidi tuje tusimame nao kwa kuwapa maelekezo kwamba awawe hapa na hapa na hapa, lakini siwe kila pahali kwamba wamezagaa. Hii kuzagaa sisi hatuwezi kuridhika nalo kama ni wafanyabiashara wa maduka. Wito wangu unaona tulisimamie na tuwe pamoja katika kusimamia mji wetu ili ukae vizuri na usafi kama ulivyokuwa awali hapo kipindi cha nyuma, ukiongozwa na wakurugenzi waliopita, na mpaka sasa hivi wapo wengine ambao wanakaimu, tulikuwa tunakwenda vizuri tu.